Na mtazamaji wa Tumaini Television, pasi na shaka ni mzima afya kabisa. Karibu katika kipindi chetu pendwa, fahari waliokuwa wengi. Hii ni Zahanati. Afya yako mtaji wako. Hakikisha chagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora kabisa. Mimi ni Eve Anton Kazimoto, Woman for Grace, niko hapa kuhakikisha afya yako inakuwa safi kabisa. Leo tutasema na mada yetu inayohusu ugonjwa wa selimundu ama sikoseli. Je, unafahamu ugonjwa huu? Aidha umeshawahi kuuguza mtu au umewahi kuona mtu ambaye anaugua ugonjwa huu? Ili kujua haya na mengine mengi, ungana nami katika kipindi hichi na nitakuwa na daktari hapa. Habari za leo daktari? Salama. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Kwa faida ya watazamaji, tungependa kufahamu majina yako na nafasi yako hapa katika Dr. Luka Medical Care. Kwanza mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya watoto. Apart from Dr. Luka Medical Care, pia nifanya kazi wa hospitali ya taifa Muhimbili. Okay. Katika idara ya watoto. Katika kitengo cha magonjwa ya tumbo na magonjwa ya ambukizi. Dr. Luka, tumeona mara nyingi tukisikia ama tukiuguza ndugu jamaa na marafiki ugonjwa wa sikoseli, tumezoea hivyo, lakini Kiswahili fasaha tunasema selimundu. Ndio, selimundu ndio kama unavyosema. Tunaposema selimundu hasa ni nini, ama hii sikoseli hasa ni nini? Sikoseli naweza nikasema ni ugonjwa wa kurithi unaopelekea uharibifu wa chembe nyekundu za damu. Kwa hiyo inapotokea tatizo hili la uharibifu wa chembe nyekundu za damu, ndio, na jina hili la selimundu maana yake, kwa mundu maana yake ni kama nusu mwezi. Okay. Kwa hiyo seli ya kawaida iko kama diski, iko round. Lakini inapokuwa sasa mtu mwenye shida hii, seli zake zinakuwa kama nusu mwezi. Tuende sasa kwenye visababishi vinavyosababisha kupata ugonjwa huu. Apart from hiyo seli mpaka kupata hivyo. Visababishi kama nilivyokuja kusema hapo awali ni kurithi. Kuna kitu kinaitwa gene mutations. Katika zile proteins zinazounda seli nyekundu ya damu. Inapotokea sasa inakuwa maana yake kama genetic, maana kwamba wazazi wanaweza wakapelekea kwa watoto wanaowazaa wakapata hiyo. Lakini pase ni sikoseli ni ugonjwa ambao ni wa kurithi, ambao vinachukuliwa kwa baba na kwa mama, hatimaye mtoto anapata. Na haya sasa, katika usema ni vya kurithi, ikatokea baba anayo mama hana, kwa mazingira baba amerithi lakini anayo, ndo kama labda ndo hiyo ndo carrier, lakini haugui, hana dalili zozote, lakini ni carrier ambaye anaishi naye siku zote. Ni sahihi unapozungumza. Kwa mfano sasa ikitokea mzazi mmoja yeye ana hicho kinasaba, mzazi mwingine hana kabisa. Matokeo yake watoto watakapopatikana watakuwa ni carrier, lakini hakutakuwa na safari. Okay. Yes, kwa sababu ili uweze kumpata mgonjwa lazima cross link hizo genes zitoe, ndio utapata hapa ni safari ambapo sasa ni kazi nasema ambapo nimesema ni asilimia ngapi? Asilimia 25. Yes. Kwa sababu lazima mtoto anapokuwa wa sikoseli lazima arifu hivyo vinasaba kutoka wazazi wote wawili. Naposema carrier maana yake ni nini? Carrier maana yake ni kwamba kuna sikoseli ambayo tunasema kwamba ni hemoglobin SS. Hivyo ndio siku ambayo ndio huyu ndio ambaye amepata ni safara. Maana yake ni nini sasa? Maana yake zile seli zake za damu asilimia 90 zina siko. Okay. Huyu carrier matokeo less than 50%, chini ya asilimia 50 zinakuwa ni siko, lakini nyingine zinakuwa ziko sawa. Tunasema kwamba ni carrier. Lakini sasa wakioana mtu mwenye siko seli na mwenye siko seli, uwezekano kumpata mgonjwa, uwezekano wa kumpata mtoto ambaye ana siko seli ni ngumu. Lazima watoto wote watakuwa ni siko seli wote. Kama baba ni siko seli SS na mama ni siko seli SS, wote watoto wote watakuwa ni siko seli. The same thing kama ulivyo kwa ugonjwa wa albino. Unaweza kumkuta mtu ana ngozi skin vizuri na huyu mwingine wameoana, lakini kumbe kuna jina za albino. Mama anayo na baba anayo. Maana hapo cross link sasa jina za kukutana, anazaliwa mtoto ambaye ni albino. Lakini albino akizaliwa albino sasa, na albino akioana hakuna uwezekano kupata mtu ambaye sio albino. Watapata ni albino wote. Umeelewa? Sawa. Kwa hiyo na siko seli wakiona wenye siko seli SS wakiona, ana maana kwamba watoto wote ile tree yote inakuwa ni siko seli. Kwa njia ya wenzetu zilizoendelea kama Marekani, wanafanya neonatal sickle cell screening. Maana yake mtoto anapozaliwa tu wanamscreen moja kwa moja kwamba je, huyu ni mgonjwa wa sickle cell au la. Wakishajua wanafanya tracking kwamba wanaongea na mzazi au watamuita, watamwambia
yani ukubwa wa tatizo kwa ujumla, nini kifanyike, kwa sababu kuna changamoto nyingi nitakazoelezea hapo baadaye ili hizi mtoto huyu ziweze kumkabili, si ndio? Lakini mimi ninge advise kabla ya kuoana, unapata mchumba na unataka kuona vizuri kacheki, kama nilikwambia, kama nilivyokuwa na cheki magonjwa mengine. Ukienda kucheki ushakuta huyu ana sickle cell, seli zake ana asilimia kama 50 za seli. Unajua ni sickle cell trait, tunasema kwamba ni carrier na huyu baba ni carrier, basi tunaambia jamani, hapa kidogo kutashida itatokea. Kwa hiyo wao wenyewe ndio watakao amua. Kuna mambo mengi jinsi sayansi zinavyozidi kwenda mbele na ugunduzi wa vitu wa magonjwa mbalimbali na vifaa vya tunasema diagnostic test zinapokuwa advanced, kwa hiyo ni rahisi mtu kujua kwamba kitu hiki ni hiki wala siku kisia tena. Zamani wale wazee kama wanavyosema walikuwa wanaangalia tu akiona kule kama na siku seli, mama yake mdogo alizaa huyu akamzaa yule, mjomba wake na akaja kupata mtoto aina hii akaumwa akafanyaje, kwa sababu watu wenye siku seli unajua wanakuwa na changamoto zao. Kwa hiyo wanaanza kusema, lakini sasa hivi ni kitu cha ukweli na uwazi. Unapima na vipimo vipo. Okay. Asante daktari, tukija kwenye dalili sasa, tayari tumeshaona hivyo, dalili za mwanzo za awali ni zipi na magonjwa ambayo yanaambatana na ugonjwa wa selimundu? Asante mwandishi, ni swali zuri. Ni swali zuri umeuliza kwamba dalili zinakuaje. Dalili za ugonjwa wa sickle cell ziko ni nyingi. Lakini zipo zile za awali kabisa. Mara nyingi dalili hizi zinaonekana mtoto anafikisha umri wa miaka 6, japo kuna dalili nyingine hata wiki ya 5 tu baada ya kuzaliwa zinaweza zikajidhihirisha. Kama zipi? Kama katika splenic sequestration, ambayo ni kimtokea mtoto ambaye mwenye shida hii mwenye inaanza kuonekana wiki ya 5 mtoto amezaliwa, akapata kinatoka acute splenic sequestration. Ikimpata hiyo na kwamba spleen inanyonya damu yote, mtoto anakuwa anaweza, mara nyingi kimtokea mtoto katika that moment, mara nyingi huwa inapelekea mpaka kifo. Mtoto anakuwa na shida mara kwa mara. Yes, lakini baada ya miezi 6 ndio mtoto anaanza kuonyesha dalili, kwa sababu mtoto anapozaliwa anazaliwa na kitu kinatoka fetal hemoglobin, ambazo hizi zinakuepo, hizi hemoglobin zinakuepo tu, zinazidi kupungua siku hadi siku umri unavyokwenda. Kwa sababu zile kazi ambazo zinafanywa na seli za kawaida zinakuwa zinafanywa na hizi seli za fetal hemoglobin, kwa hiyo mtoto hawezi kuonyesha dalili. Lakini inapokuwa sasa zinazidi kupungua, na sasa na huyu ni mgonjwa ni wa sickle cell moja kwa moja, sasa selimundu sasa, cha kwanza kinachoanza kutokea ni kitu tunakiitaga infections, kwa sababu hawa watu wa sickle cell wanapata infections. Cha kwanza kinachotokea kwamba ni homa. Unaelewa? Wanaanza kupata homa, na wakishapata hiyo fever na infections mara kwa mara wanaanza kushtuka. Kitu kingine kinachotokea maana ni kitu kinaitwa dactylitis. Ni kwamba ni mtoto anaanza kuonyesha kama kuvimba kama viganja vya mkono na vya miguu. Sawa? Na vinakuwa na maumivu makali kiasi kwamba hata mzazi anaweza kapelekea uchungu, mzazi akaanza kushtuka. Na haya maumivu sio ya kawaida. Pia haya maumivu ni kwa maumivu mengine yanatokea sana ni ya kifua, anapata maumivu kwenye kifua na kwenye tumbo. Ndio anapata maumivu hayo. Kwa hiyo dalili za awali kabisa. Mtoto anapata recurrent infection, anaanza kupata unapata maumivu ambayo ni kama dactylitis, mikono inaanza kuvimba, viungo vinaanza kumuuma. Kwa hiyo moja kwa moja ni dalili za awali kabisa. Kwa sababu hawa watoto kuna infections zinatoka ni mkoo, kwa sababu unapokuwa na sickle cell tofauti na mtoto mwingine ni kwamba uwezo wa mwili wake unatoa bandama linatoa kinga ambayo inaweza kufanya tunasema kama opsonization, yani kuengulfu bacteria. Lakini hawa watoto wanakuwa na infection inatoka encapsulated bacteria ambao hawa wanawetaka ni Streptococcus pneumoniae na Haemophilus influenza type B. Hawa bakteria, kwa sababu hawa watoto wenye sickle cell uwezo wao wa kupambana na hao bakteria unakuwa haupo. Kwa hiyo ndio maana infection hii inawaonea, kwa sababu ule uwezo wao wa kupambana hakuna, tofauti na mtoto mwingine. Kinga za moja kwa moja hazipo. Ule uwezo, yes. Kwa hiyo ni opsonization inakuwa imelaki kwenye hawa watoto, kwa hiyo matokeo yake wanaanza kupata hiyo infection na homa mara kwa mara. Kitu kingine ni upungufu wa damu. Nampeleka mtoto hospitalini, upungufu wa damu. Sasa upungufu wa damu huu unapokuwa umetokea,
watu wengine wanaweza kafikiri labda ni mpe matembele mchemshe nini, lakini kiukweli halisi mpe na beetroot sana, lakini kwenye mgonjwa wa sickle cell pia hiyo haisaidii kwa sababu shida yake sio madini ya chuma. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni Zahanati, chagua afya na hakikisha kuwa na afya iliyokuwa bora. Afya yako mtaji wako. Tunakwenda na mapumziko na tutarejea hivi punde. Nikusihi endelea kubaki na sisi. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni Zahanati. Tumerejea tena katika mungu wetu ya pili na ya mwisho. Kubwa zaidi leo tunazungumzia ugonjwa wa selimundu ama sickle cell, lakini tuko hapa maeneo ya Victoria jijini Dar es Salaam, makumbusho hapa. Tuko katika hospitali ya Dr. Luka Specialized Clinic. Hawa ni wataalamu wa magonjwa mbalimbali, hususan watoto na watoto wadogo kwenye umri wa miaka 0 mpaka kuendelea umri wa watoto miaka 14. Tuko na Dr. Luka hapa. Dr. Luka, ulielezea hapo awali kuhusiana na dalili, lakini ziko baadhi ya dalili ambazo zinaambatana pamoja na hayo ambayo uliyataja. Nimewahi kusikia watoto wenye changamoto ya sickle cell ama selimundu wakipata mpaka stroke. Hii ikoje? Ni kweli kama nilivyoeleza hapa awali ndugu mwandishi, ni kwamba ukiwa na mgonjwa wa sickle cell kuna kinataka sickle cell stroke. Yani mtoto unakuta anapooza, anaweza ikatokea tu abruptly, ukashangaa mtu alikuwa mzuri, alikuwa anatembea vizuri, ana shida, ukashangaa anaanza kupata weakness, yani kupande mmoja hivi na hivi, kwa sababu watoto hawa wana riski ya kupata stroke. Nataka sickle cell stroke ambapo mara nyingi ni infection inatokea kwenye ubongo, inapelekea hiyo hali. Na vipi maumivu makali ya kichwa bali na pain, maumivu ya joint? Tulisema ni kama ukipata sickle cell kama ni silent, hawezi kusikia maumivu, lakini kwa wengine inapatana na maumivu ya kichwa, then anapata, unaona kama anaanza kupata weakness upande mmoja. Umeona? Pia dalili nyingine kama nilivyosema hapo awali ni kwamba wanaweza kupata shida kwenye figo. Tunataka sickle cell nephropathy. Wanaweza kuwa wanakojoa damu, wanaweza wakawa wanakojoa protein, wanavimba. Kwa hiyo hizi ni moja complication ambayo mtoto anaweza kuwa nazo. Kitu kingine wanapata shida kwenye kuona. Tunataka sickle cell retinopathy. Ni kwamba uonevu hafifu. Ndio kama mtoto mwenye sickle cell, yes, kwa sababu ya ile bad infection kwenye retina. Kwa watu wenye sickle cell retinopathy wanapata sana kitu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye sickle cell ni vizuri akawa angalau anaona daktari wa macho at least mara 2 mara 3 kwa mwaka. Dalili nyingine inayowatokea watoto hawa ni pamoja na kuwa na kitu kinataka kwamba ni venous ulcer, vidonda visivyopoona, hasa sio vya tumbo, vidonda kwenye hasa kwenye extremities, kwa sababu wanapata ile uwezekano wa damu kwenda kufikisha kule oxygen na nini. Kwa kuna baadhi ya sehemu zinakuwa infected, kwa wanapata tunataka venous ulcer, vidonda ambavyo vinatokea sana hasa sehemu za kwenye miguu. Pia dalili nyingine ni kwamba delayed puberty. Unakuta watoto hawa mtoto yani hakui, unakuta mtoto ile kwa tena secondary social characteristics zinapungua, yani zinapungua. Udumavu kama sio udumavu. Yani kwamba hawezi kuattain. Kwa mtu alikaleo unakuta amesha balehe, lakini huyu bado kwa sababu ya shida hiyo. Unaona? Na vitu vingine ni ile tu kama ni maumivu ya kifua, mara kwa mara acute chest syndrome, ambapo ni watu wenye sickle cell wanapata hiki kitu sana. Na kama nilikwambia wanapata na infection ya wale bakteria, nilikwambia kama na streptococcus pneumoniae na Haemophilus influenza type B. Kwa hiyo mara nyingi ni infection ambayo wanawaletea some sort of like infections. Unakuta mzazi unashinda hospitali kwenye mfumo wa upumuaji. Yes. Na matibabu yake sasa baada ya kujua haya yote, na matibabu yake yakoje? Matibabu ni kweli kabisa kama unasema kwa mwandishi. Kama nilivyosema pale, hata life expectancy ya mtu mwenye sickle cell kidogo iko chini. Kwa research ambazo zifanyika duniani, life expectancy yao ni kama miaka 52. Kwa hiyo unajua life expectancy miaka mingapi?
Hata mpaka miaka 100 tu anaenda. Lakini kwa kawaida ambayo life expectancy ya binadamu ni 70 years, ni miaka 70. Yes. Kwa mgonjwa wa sickle cell, it means life expectancy inashuka. Kwa hiyo research ambayo imefanyika duniani inashuka mpaka ni miaka 52. Kwa wanaweza kaoa, kazaa, kaolewa. Ndio. Lakini inahitaji care kubwa sana kwa sababu kuna kutokana na changamoto zinazomkumba mgonjwa wa sickle cell. Zikiwa handled vizuri, maisha yanaenda vizuri kabisa. Lakini zikiwa handled poorly, outcome yake imekuwa ni mbaya. Kwa sababu hata hapa kwetu tu moja ya vitu vinachangia vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5, sickle cell ni moja wapo. Kutokana na hiyo kuhandle namna ya kuwa treat hao watoto. Kwa hiyo kutibu tunasema kwamba sasa hivi ziko njia nyingi za kisayansi za kuweza kuwatibu. Kwa mfano kama nilivyosema hiyo infection, ukishamjua mgonjwa ni mgonjwa huyu ni wa sickle cell, tunamwanzishia dawa ya kumkinga na bakteria ambao wanaweza kupelekea wakamisha mashambulizi, ambao tunawapa dawa ya penicillin 5 tunawapa. Unaona mpaka umri wa miaka 5. Lengo ni kufanya kwamba wasipate hizo infection. Kwa hiyo it means kwamba mnadili na kama ni sasa hivi huyu anashambuliwa na pain, maumivu, tutadili na maumivu pase. Kama anashambuliwa sasa na mfumo wa mkojo. Ndio tutaenda na hivyo moja kwa moja, lakini hakuna specific dawa kama huyu ni mgonjwa wa sickle cell ambao atatumia dawa fulani. Yes, ni swali zuri. Kama tulivyosema hapo, shida ya mtu wa sickle cell ni kwamba ni sickle cell anemia na upungufu wa damu. Kwa sababu zile seli zake zinakufa mapema. Seli ya kawaida inakaa siku 20, lakini hizi zinakaa even siku chache. Na ukipata infection moja inatoka human parvovirus B19, it means inapelekea kabisa kwamba hata uzalishaji wa seli inakuwa haupo. Tunataka red cell aplasia. Umeona aplastic crisis. Kwa hiyo mara nyingi sasa unapokuwa upungufu wa damu, unapokuwa upungufu wa damu anemia, nafikiri unajua kinachoelekea. Inaweza kupeleka complication ambazo kapelekea mtu kufa. Sema nake. Kwa hiyo mara nyingi tunawapa dawa ambazo kuna dawa ambayo zipo sasa hivi zinasaidia kuongeza hizo fetal hemoglobin kama nilikwambia hapo awali. Kwa mfano kuna dawa inatoka hydroxyurea ambayo ni mkombozi amekuja sasa hivi kidogo, hiyo ndio inasaidia. Unapompa mtoto hiyo hydroxyurea na madini ya folic acid, una boost angalau damu ile. Kwa hiyo matokeo yake na kama una prevent na hizo infections na kumfanyia follow up, basi mtoto anakaa vizuri, hamna shida. Kwa hiyo dawa hydroxyurea itafanya damu yake inakaa stable, itamkinga na hiyo stroke, itamkinga na acute chest syndrome. Kwa hiyo mtoto anakuwa kama kawaida. Mbali na matibabu hayo ambayo umeyataja, kuna matibabu ambayo ni labda ni matibabu kamili sasa. Ni hiyo kupandikiza uroto. Ndio hiyo nilikuwa nataka kufahamu. Ndio kupandikiza sasa ni kupandikiza uroto ambao ndio tunasema kwamba definitive treatment. Ambao ukishamwekea sasa bone marrow ambazo kidogo inazalisha seli ambazo hiyo inazalisha seli ambazo sasa haziko tena kwenye uundo, zinakuwa za kawaida. Kwa sababu seli nyingi zinatengenezwa kwenye nini? Kwenye mifupa. Kwa ukishaweka uroto kwenye stem cells, unazalisha kizazi cha seli ambazo ni nzuri. Kwa hiyo utakuwa umemkio mgonjwa wako. Na kwa hiyo katika upandikizaji sasa wa huu uroto ni lazima atoke kwenye familia au hata mtu wa nje na familia, au kuna terms and conditions gani ambazo zina vigezo gani na masharti gani ambavyo vinafuatiliwa ili kuweza kupandikiza uroto? Unapochukua organ moja kutoka kwa mtu mmoja kumpeleka mwingine, lazima uwe matched donor. Unapokuwa na first degree relative ndio inakuwa inakubali mara nyingi ili ku prevent ile graft rejections. Tuna trend ambayo ni na tayari wako kwenye vinasaba venye changamoto hii ya nani, itakuwaje tena kuja kutafuta uroto? Lazima kama nilivyosema, sio watoto wote watapata, lakini lazima awe ndani ya ndugu. Ndio, lakini ndugu asiyekuwa na vinasaba ndio vya sickle cell ndo sahihi kuja kwa. What if tukapata nje ya ndugu, haifai katika kupandikiza? Tunasema kuna kitu kinakitoga human leukocyte antigens ambazo hizi ndio zina determine kuna asilimia fulani zote zinakubaliana. Umeona, lakini ikionekana kwamba kuna percent fulani haijafikiwa, ina maana kwamba huwezi kumwekea kwa sababu mwili utareject. Kwa hiyo inawezekana, lakini kwa kuzingatia vigezo na masharti ya vinasaba vinavyotakiwa. Hiyo human leukocyte antigens percent yake imefikia ngapi? Hata panazaji wa figo ni the same.
kwamba lazima uwe na first relative. Kwa hiyo human leukocyte antigen kuna percent yake imekubaliana, ndio unaweza kufanya transplant, ukawa donor wa kumsaidia kuchangia. Na matibabu haya kwa hapa nchini kwetu Tanzania kwa sasa yanapatikana au ndo yapo, lakini gharama zake labda ni kubwa sana? Yapo hapa kwetu, tumeanza kufanya hospitali ya Benjamin Mkapa pale Dodoma inafanyika. Hiyo bone marrow transplant wanafanya. Okay, tunaenda ukingoni kabisa wa kipindi chetu kutokana na wakati unatukataa. Kwa kumalizia kwa kifupi sana, tunawezaje kujikinga ama kuepukana changamoto hii ya sickle cell ama changamoto tunasema ukitaka kuizuia unaanza katika individual level. Unakuja kwenye kwamba taifa kama taifa kwa ujumla. Kwa mfano tukisema tufanye sickle cell screening kwa watu wote wanaozaliwa Tanzania, ili wale ambao wanaonekana wanakuwa tracked baadaye, then wanaelezwa mazalio, tunakuwa na early prompt action ya kuweza kuwatibu, kuwapa antibiotics ya kuprevent, kuhakikisha kumweza mzazi complications na nini, ili sasa kuweza kuprevent. Hiyo na screening. Katika individual level ni kwamba unataka kuoa, ni vizuri kumchukua mwenza wako, mkaenda mkapima, mkaangalia je mna vinasaba hivyo. Kama ni sickle cell trait, mjue kama unaweza kupata. Kwa hiyo ukiona kwamba namna gani vipi hapa huyu mtu ana mimi ni carrier na huyu ni carrier, sasa tukapata mtu mwenye sickle cell, kwa hiyo mnaweza mkafanyaje? Uamuzi ni wenu kuendelea ama kusitisha. Yes. Katika njia ya amani. Yes. Kwa hiyo ni hapo sasa. Na kitu kingine tu, wale ambao wameshakuwa affected ni kwa take care kuanzia clinic, kwa sababu tuna special clinic kwa ajili ya kuangalia watoto na mwenendo wao wa kila mwezi. Kwa sababu hizo dawa ukianza dawa hydroxyuran ndio kuambia ukishaianza na folic acid is for life. Kwa maisha yako yote utaishi nayo. Kwa hiyo ni mtoto mwenye sickle cell anabidi angalau aone na multidisciplinary committees katika hospital. Kwa sababu kama anafanya operation kwa namna yake, lazima daktari wa operation huyo kama anafanya mwenye sickle cell au ashauri daktari wa magonjwa ya damu. Kwa sababu kuna changamoto ya damu hapa. Kwa hiyo kliniki wanatakiwa waje kila baada ya mwezi na kumonitor kiwango cha damu. Je, kinashuka kinaendaje? Kwa hiyo ni nafikiri anatakiwa aone at least kila mwezi na maendeleo yake, na kuangalia madhara ya drugs, side effect, kuangalia kumonitor endeleaje, kuangalia je organs kama female zinaweza zikaingiliwa na kama zinafanya kazi yake vizuri. Yes. Na mtoto mwenye sickle cell kidogo handling yake sio kama watu wengine, anapopata homa anatakiwa aende hospitali, kwa sababu yeye uwezo wa mwili wake kukabiliana na bakteria nasema Staphylococcus pneumoniae influenza type B inabidi. Kwa hiyo hii haina kwenda pharmacy kutafuta Panadol wala dawa za maumivu, ni moja kwa moja kliniki. Kitu kingine, watoto hao wanapewa wapi, kuna hii chanjo ya Haemophilus influenza type B wapewe kila mwaka at least vaccine kwa ajili ya kuwakinga, kwa sababu infection ni hatari. Kwa hiyo wanatakiwa wapate angalau kila mwaka apate hiyo vaccine. Tunajaribu sasa kumprevent, ameshapata mtoto ameshapata shida hii. Tunafanyaje ili aweze kukopa na maisha yake? Tunachosema kwamba natakiwa kumpa hydroxyurea, kumpa antibiotics, preventive vaccines kukinga kwa ile infection ambazo zinawasumbua, kuona na madaktari ambao wanaojua wenye uzoefu namna kwa treat wagonjwa, kwa sababu bila kufanya hivyo inapelekea shida, hata mwisho wa siku inaweza kupelekea kupoteza maisha. Lakini kwa kifupi, kwa hiyo mtoto au mtu mwenye changamoto ya sickle cell asipozingatia kupata tiba stahiki, uwezekano wa kupoteza maisha ni mkubwa zaidi. Lakini pia wenye watoto hao au wenye tayari wameshaingia na mahusiano namna hiyo, ni kwamba wasikate tamaa wasikate tamaa. Wanaishi watu, kwa sababu watu wengi wameshakuwa wakiogopa sema mtu ana sickle cell basi atakufa tu, hawezi kuwa na maisha tena. Wengi wamekuwa katika mindset hizo. Hapana, kama nilivyosema kwamba njia sahihi za matibabu ya mtoto mwenye sickle cell zikifuatwa, life expectancy yake ni approximately miaka 52. Sasa mtu miaka 52 mtu amekuwa mtu mkubwa, amefanya mambo mengi, ametumikia taifa na nini. Kwa hiyo ni dhana potofu tu kwa mtoto anakufa. Lakini kweli complications za sickle cell kama hazijakuwa tackled mapema na katika standard ambayo inatakiwa, inaweza kupelekea kupoteza maisha. Okay. Daktari, tunamaliza kipindi chetu, pengine kuna jambo ungependa kusema na jamii na kutazama kwa wakati huu kuweza kumalizia bali na haya ambayo tumeyapata? Kwanza nashukuru kwa sababu mmeongelea kitu, mmependa kujua kitu ambacho ni tatizo katika taifa letu.
na watu wengi walikuwa wajua kwamba Tanzania namba 4 duniani kwa kuwa na ugonjwa wa sickle cell. Kabisa. Na watu wengi walikuwa na mara nyingi unamwambia mama una mtoto wako anaonekana na sickle cell, anakuwa shocked. Unaona family anguish, uchungu kiasi kwamba, na ningeshauri watu kabla kwa ili kuweza kukata off to avoid ile intermarriage kati ya within the families. Umeelewa? Alafu pia jaribu kuscreen na mwanzo kama unaenda kuscreen magonjwa mengine kama HIV. Pia siku zote unaweza kuscreen. Ukajua kwamba bwana hiki kitu kiko 1 2 3 tukiona mtoto tutapata mtu mwenye sickle cell hapa. Na wale ambao tayari wanaugua shida hii wawe wafungue macho na masikio, waweze kuwashauriana na madaktari kama ni watoto, daktari ya watoto angalau kila mwezi, ili kuweze kuwasaidia tuwarudishie tabasamu. Ndio, kwa sababu maumivu ya sickle cell ni makali sana mpaka analeta mkato wa tamaa. Okay. Daktari, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Asante. Shukrani sana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani kilikuwa ni Zahanati. Ndivyo tunafikia ukingoni kabisa, lakini kubwa zaidi tunaendelea kukusihi kwamba usiogope kwenda kufanya utambuzi kabla haujaanzisha mahusiano yako mapya. Nendeni mkapime, mjue afya zenu kama ilivyo kwa magonjwa mengine. Lakini pia wewe ambao tayari una mtoto ama una mmoja kati ya wanafamilia ana changamoto hii, ni vyema kwenda kupata matibabu ya mara kwa mara kwa ushauri wa daktari ili maisha yawe mazuri. Lakini pia kwa wale ambao wana mahusiano ya mwingiliano ule, tuseme sisi ni labda pwani kwa pwani, angalau tubadilishe sasa ikija pwani na huku kidogo, inakuwa inatusaidia kuiepuka hii changamoto. Mimi naitwa Eve Anthony Kazimoto, Woman of Grace. Nilikuwa hapa katika hospitali ya Dr. Luka Medical Care maeneo ya Makumbusho hapa Victoria. Ni hospitali ambayo imespecialize na masuala mbalimbali ya magonjwa ya watoto, hasa watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 14. Hawa wote wanahudumiwa hapa. Wewe kama mzazi mlezi, popote ulipo, unaweza kuwasiliana kupitia namba hiyo ya simu ambayo unaiona katika runinga yako, basi ukapatiwa tiba na tiba ambayo ni stahiki. Mimi naitwa Eve Anthony Kazimoto. Asante na wakati mwingine. Kwa sasa, kwaheri.